Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Nadhani wengi mnamfahamu mrembo huyu msanii ambaye alitambulishwa kwenye record label ya Chief Flute Music, Pipi Jojo, ambaye kikweli alitoa kazi nzuri sana na tuliona mapokeo makubwa ambayo Watanzania walimpokea, lakini pia na ukubwa wa kazi zake ambazo alizitoa kwa kipindi kile. Na of course kuna ngoma ambayo ulikuwa kila ukienda lazima usikie, Chakacha. Ni ngoma ambayo ilimtambulisha zaidi kwa Watanzania, lakini pia na kwa Wanaafrika Mashariki kwa ujumla. Na bahati mbaya record label ya Chief Flute Music ilitangaza kwa haifanyi tena kazi na msanii huyo, na wengi walitamani kufahamu sababu ama chanzo ambacho kilipelekea msanii huyo kutoka kwenye record label hiyo ama kuacha kazi kwenye record label hiyo. Na nilipiga story na Chief Godlove ambaye yuko nchini Kenya. Kama ulipitwa na hiyo interview ambayo nilifanya naye, unaweza kushuka chini ukaenda ukasikia kile ambacho alikizungumza. Na nilipomuuliza sababu kuu ambayo ilipelekea msanii huyo atoke, hakunyoosha maelezo sana na hakusema nini hasa, japo yeye alisema kuwa wamemalizana. Na nilipomuuliza kuhusiana na mkataba, kama alikuwa na mkataba na msanii huyo, alisema hapana, yeye hakuwahi kumsaini Pipi Jojo kwenye record label yake. Sasa siku ya leo msanii huyo alienda kufanya interview pale Clouds kwenye kipindi cha XXL, na aliulizwa maswali mengi sana, kwa sababu wengi wanatamani kufahamu ni sababu ipi ambayo ilimpelekea msanii huyo akatoka kwenye record label hiyo. Kiukweli Pipi bado mtoto mdogo sana, na hata namna ambavyo alikuwa akijibu maswali yale unaona kabisa bado mdogo. Na kiukweli niliona kama namna ambavyo alikuwa akijibu, japo kuna kitu alikizungumza, ndio kitu ambacho kimeifanya nije hapa tuzungumze mimi na wewe kuhusiana na kile ambacho yeye alichokizungumza. Walipomuuliza ni nini sababu kubwa ambayo ilimfanya akatoka kwenye record label hiyo ya Chief Flute Music, mara ya kwanza alianza kumauma maneno, kidhani kama alikuwa hataki kuzungumza, lakini alivyoendelea mbele na hata watangazaji wakati wanamchallenge pale, vipi uliambiwa ulale na nyoka, vipi kuna mambo ya kishirikina. Nadhani wengi mnafahamu stories za Chief Godlove, mambo kama hayo na nini. Sasa alipoulizwa kuhusiana na mambo ya kishirikina, mambo ya kulala na nyoka, Pipi Jojo, lakini pia kuna mmoja hapo akamuuliza vipi Pipi Jojo pesa zake anatoa wapi. Pipi Jojo akajibu kisome kabisa, si unajua yule CEO, nadhani wengi mnafahamu makampuni ambayo anafanya kazi na nini. Lakini baadaye Pipi Jojo akajikuta amezungumza. Sasa nadhani hiki kitu kilitoka moyoni mwake, sababu ambayo maybe ilipelekea yeye akatoka, ama ni moja ya sababu ambayo ilipelekea yeye akatoka kwenye record label ya Chief Flute Music. Sasa Pipi Jojo alipoulizwa hilo swali, yeye alisema kuwa kama angeendelea kubaki kwenye record label ya Chief Flute Music, basi career yake ingeenda kufa ama angempoteza mzazi wake. Sio, unaelewa vizuri? Yani kama angeendelea kubaki kwenye record label ya Chief Flute Music, kuna mawili, either angempoteza mama yake ama yeye career yake ingekuwa imekufa. Sasa hapo hakufafanua zaidi, lakini mimi sitaki kuongea sana. Embu wewe msikilize hapa alichokuwa na kizungumza wakati kufanywa mahojiano pale Clouds Media. Msikilize hapa Pipi Jojo. Yani sijui nisemeje, lakini yametokea mengi ambayo sio vizuri hata kuyasema. Hamna vizuri wala vibaya. Kweli sio vizuri kuyasema, kwa sababu haya mambo yanabakigi kwenye mitandao. Mwisho wa siku yatakuja kuniathiri mimi mwenyewe. Aliwahi kukutaka kimapenzi? Hapana. Au uliambiwa ulale nyoka nini? Ndio hivyo. Maana unajua maana hapo ni mawili. Ita umeambiwa ulale na nyoka au umetakwa kimapenzi? Sasa je, nayo nyoka jamani. Labda alikuingiza kwa mambo ya ushirikina au vitu kama hivyo. Kwa sababu ni allegedly ni vitu ambavyo vinakuwa vinazungumzwa mtandaoni. Unajua sijui pesa zake anazitolea hivi. Kwanza pesa zake unajua zipuko zinatoka kwa yake. Sio kwa tunaongea vitu ambavyo hata mwenyewe utakuwa hujui kiukweli. Jamani, si anatajaga pale CEO wa kampuni hii. Okay. CEO wa kampuni. Sasa hapo mtauzije pesa zake zinatoka wapi? Tena mimi kwa muziki wangu ambao nilikuwa nafanya na mambo mengi yalikuwa yanaendelea, nikaona kabisa kwamba hapa ni either nitapoteza kalia au nitapoteza mzazi. Basi tushaelewa.
Asante Pipi Jojo kwa time Mzazi yako. yupi ambaye ndo Mama. Ni mama ndo alibaki. Msifikirie hivyo. Yaani mkopo ni kwamba yani kwamba okay, na mama yako pia alikuwa yuko against. Kuna vitu ile. Hapana. Ilikuwa ni kwenye mambo ya kumsaidia mama vile. Mama mimi alikuwa mgonjwa sana. Yaani twende tu. Kwa sababu mtafikiria kama mambo sijui ya kafara au nini. Hayapo. Msifikirie. Msifikirie uchawi. Hakuna uchawi kwenye pole, lakini na stay strong, stay smart. Nadhani mmemsikiliza ama mmemsikia vizuri Pipi Jojo alivyozungumza hapo. Mimi nakupa nafasi ya wewe kudondosha comment yako hapo chini na utuambie chochote kile kuhusiana na sakata hili ama hiki ambacho kimemkuta ama sababu hizi ambazo zimepelekea yeye akatoka kwenye record label ya Chief Music. Mpaka baadaye, hii ni PMTV2.